tarehe 8. Watu ndio maana alichungulia mbali, hawajaleta timu. Sidhani kama kwenye kiwango hiki ungelinganisha na dabi. Dabi ni tofauti kabisa na Coast. Coast Union ina approach yake kwenye mchezo, na Yanga angetengeneza approach ya kuja kuingia na mtani. Sidhani kama uzani ulikuwa uko sawa kwamba uwezo alioonyesha leo Yanga uwezo huu ndio angeonyesha tarehe 8. Sidhani hicho kitu. Kwenye kila mechi kocha anaingia na plan A kwenye mechi fulani. Sidhani kama approach ya Coast, approach hii ndo angeweza kuingia nayo na tarehe 8 kwa mtani wake. Sidhani, sio kweli. Naam. Pia tuangalie performance ya Jonathan Ikangarombo. Mutale mmekuwa mnamnyoshia kidole sana. Ikangarombo mimi bado hii ni mechi yake ya pili. Tunaiona ni mechi yake ya pili, lakini kuna vitu zile moments anavyo dribble mpira, anavyo switch. Kwa ukimwangalia ni mchezaji ambaye akipewa muda anaweza kaja kufanya vitu vizuri sana, kwa sababu bado fitness hana. Kwa hiyo ni swala la muda. Mchezo wa mpira wa miguu sio swala kama unatumbukiza chumvi basi inachemka na kujichanganya. Inahitaji apate muda ili aweze kutengeneza chemistry nzuri na wachezaji wenzake. Naam. Kwa upande wa pili mmekuwa mkisema Young Africans kutana na timu ambazo zina udhamini wa Gharib GSM huko na kwa mlaini. Pengine leo mmeshuhudia hicho kwa Coast au? Ukisema hivyo sasa ina maana sijaelewa kwamba kila timu yenye nembo ya GSM wao kwa upande wa Yanga wanakuwa ni rahisi kupata matokeo. Si ndivyo? Simba na Yanga wanapokutana, kwa ukiacha dabi ya tarehe 8, tulikutana naye mara ngapi? Mara 4. Tulipata matokeo? Hapana. Kwa hiyo sisi pia tuko ndani ya GSM? Hapana. Ukiongea lugha kama hiyo huwa haisense kwa watu wa mpira. GSM ameingia kwenye vilabu kuwekeza au labda kuwadhamini. Na hajaingia front moja kwa moja GSM kwenye vilabu bila kupitia kwa mzazi mkuu, namzungumzia TFF ambaye ameridhika na udhamini wa vilabu. Kwa hiyo kama yeye mdhamini ameridhika kwa vilabu kwamba yeye kwenda kuwekeza, ina maana ule udhamini ni halali. Si ndivyo? Light kama ungekuwa una ukakasi, sidhani kama TFF wangeridhika na udhamini katika vilabu nani. Si ndivyo? Na vilabu hivi vinahitaji udhamini pia mwingine ili wajitoe kule ambako walikuwepo. Nakumbuka, unafahamu kipindi cha nyuma vilabu vyetu vilikuwa vinashindwa kwenda kwenye vituo kwa wakati. Timu zilikuwa zinashindwa kuwalipa wachezaji mishahara yao kwa wakati. Si ndivyo? Sasa mtu anayekuja na scenario ya kwanza GSM anavuruga ligi. Mimi sidhani kama ina sense kwenye kichwa changu, kwa sababu mpira ni uwekezaji. Tunahitaji wadhamini wengi kama wakina GSM. Waje wawekeze kwenye bila shida. Ili wachezaji sasa hivi ligi yetu ni bora, kama ni bora kwenye lengo ya pesa. Vilabu sasa hivi vilabu vya kawaida vyenye daraja ya kati wanasajili wachezaji kutoka nje kimataifa. Unamzungumzia mtu kama Tabora United, Mashujaa, ni wachezaji ambao wanatengeneza msuli sasa hivi wa pesa kuwasajili wachezaji kutoka nje ya mipaka. Kwa hiyo hii yote inamaana kabisa kwamba tuna ligi bora ambao ina ufanisi mzuri wa wachezaji kutoka sehemu mbalimbali. Kwa sababu hii yote ya nini? Uwekezaji. Kwa sababu mtu anapokuja kupigia kelele kwenye swala la GSM kwamba eti inapata matokeo, mimi sidhani kama kwa anakuja na hoja nzuri ya msingi. Kwa sababu kama nitakurudisha nyuma, TFF na hii GSM Dar es Salaam Africans, kuna mdhamini fulani alitaka kuingia na TFF. Kuonekana ule udhamini hauna afya. Si waliukata? Mkaluka. Sisi tukakataa kipindi cha labda. Kwa hiyo huyu GSM tunahitaji GSM wengine waje. Hata sisi pia kama Mo ana uwezo wa kudhamini vilabu vingine ambao havina nemba GSM, aweke mzigo. Aweke mchele. Anatakiwa hoja na hoja. Uje na wewe tutengeneze ligi yetu iwe bora katika hiyo yengo. Pengine tuje tuangalie Young Africans kwenye dimba la KMC amekuwa anatumia vizuri sana. Naangalia kwenye mechi zake kadhaa kishinda kuanzia goli 3+ hivi. Young Africans ni dhahiri shahiri ili ni gitu lake. Sio kwamba unajua Dar es Salaam Africans anapata matokeo kwenye kila kiwanja chochote. Ni kwa jinsi ambavyo mimi siku zote nasema ni ubora wa kikosi ambao yupo nao. Yaani ubora wa kikosi unakupa matokeo sehemu, hata mtu akikupeleka kwenye uvungu wa kitanda. Kama una kikosi bora, hata angekufunika na gunia, utapata matokeo. Si ndivyo? Kwa uzuri wa kikosi Dar es Salaam Africans analinga na ukubwa wake wa kikosi. Na ndio maana mimi kuna baadhi ya watu hawanielewi ninapoongea kwamba Simba kwa mwaka huu hawezi kuwa bingwa. Simba kwa mwaka huu hawezi kuwa bingwa. Sam, mimi nakuja kwa fact. Huwa siongeagi porojo. Nimeiongea hii kauli kwa waandishi wa habari wengi kwamba Simba hawezi kuwa bingwa kwa sababu hii kauli sikuiongelea leo tu. Nimeanza kuiongelea toka Simba yuko pre-season. Yupo Misri. Simba hawezi kuwa bingwa kwa sababu tunaenda kutengeneza kikosi kikubwa. Tunaenda kutengeneza project. Na unapotengeneza project ya kikosi, kuna mambo mengi sana ya kuingiza. Ndivyo? Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaona sasa hivi Simba inaanza kucheza mpira wa kuelewana. Mpira wa kuelewana kwa sasa. Lakini pia kuna weakness ndani yake. Umeona? Kwa hiyo tumekosa kuwapata wachezaji kadhaa tu
kuna mambo mengi tumeyatengeneza mpaka tumekosa dabi. Kwa hiyo kwa yale mambo kumbe mliyatengeneza. Mimi nakwambiaje, kuna vitu vingi. Watu ambao wamekwenda wanasoma, ambaye mtu mwenye D2 atakuwa amenielewa ni kwa nini Simba tuliingia mitini. Kisa chengo goyo ni dhahiri shahidi kikosi chenu kaukanikuvae. Ndio, kwa sababu ukiangalia kwenye kikosi changu ukimkosa Pipi Kamara, ukamkosa Shefondo Maloni, ukamkosa Kagoma, ukamkosa Ateba, shughuli imeisha. Hapo hakuna tena mchezaji. Hakuna. Akina Mutale. Mutale tena baba, si ndio shughuli nyingine. Kwa hiyo ukiangalia chemistry ya Simba bado kuna vitu vingi bado havija kuwa sawa. Kwa hiyo yote kwa yote tunaamini kwamba huu ni mpira wa miguu. Unapokwenda kucheza na mwenzako lazima umheshimu. Kwa hichi kimacho kinachoendelea upande wa pili, Young Africans wanasema dabi ndio imeishia hapo, wanataka alama 3. Young Africans uko sahihi? Mimi naamini busara inahitajika. Busara inahitajika katika mechi. Mimi naamini mechi itachezwa. Yaani ninavyoamini mimi Sam Simba. Tayari mimi naamini mechi itachezwa. Na ipo. Na mechi ipo. Bado kupangwa tarehe, ila maamuzi tayari yashatokea. Mechi itachezwa. Feature clip. Mimi nakwambia mechi itachezwa. Watacheza. Mechi itachezwa. Mimi nakwambia feature clip utakuja kwa sababu mpira si ugomvi.